Tunahitaji kwa kifupi magari. Tunaomba mkuu, katika vikao utakapoenda kufanya na viongozi wenzako, tusaidie sana. Kisarawe bado ina uhitaji wa magari. Lakini la pili, walimu wangu wana changamoto ya ndani ya nyumba kubwa sana. Kukaa kwenye nyumba ambayo wamekabidhiwa na halmashauri, maliwato ni mtihani, sehemu ya kulala ni mtihani, wakati mwingine ni labda kuna shule ina wanawake wengi, kujilinda wenyewe pia inakuwa ni kadhia, wadudu, matandu, manyoka kwenye nyumba za walimu, kwa sababu mwalimu anapokosa darasani, anapokosa nyumba ya kulala, akakosa usingizi mzuri, kusema ukweli hata darasani kuja kufundisha, uzalendo unahitajika wa hali ya juu. Hiyo tunaokuwa kwa hiyo na uzalishaji wake wa taka unakuwa ni mkubwa. Mkuu, tumekuwa na changamoto kubwa ya gari ya taka. Tuna gari ambalo hata sisi wengine tunakuta la muda mrefu. Kwa hiyo sasa limekuwa hata matengenezo yake, badala sasa litusaidie, badala yake sasa limekuwa linaiumiza halmashauri. Natembea kidogo linaharibika. Changamoto kubwa, maji, barabara, miundombinu sio mizuri. Lakini licha ya changamoto, tunamshukuru sana Mheshimiwa DC kwa utendaji wake wa kazi kuweza kuzitatua hizi changamoto. Anapambana sana kuweza kuzitatua hizi changamoto za maji, miundombinu ya barabara. Lakini tulikuwa tunaomba kama wananchi, pia Mheshimiwa Diwani, mbunge waungane na Mheshimiwa DC kwa kitu kimoja, ili mipango ya wilaya yetu na maendeleo ya wilaya yetu yaendelee. Kwa hili tunaichukua tena kulifanya kazi. Mimi nitaenda kuhangaika kupata magari. Akifa time being, nitapokuwa na dharura pale, kuna dharura yoyote, magari ya mbunge nimesema kwamba wewe yanatumika. Wale walimu ukiingia kachooni nasema ni uwe nisiwe. Kwa bahati nzuri sasa hivi katika bajeti tulopitisha kuna package kubwa sana ya nyumba za walimu. Tutahangaikia hilo, ni mali kweli tuboreshe walimu wetu makazi yao, waishi mahali pazuri. Bila sisi watumishi kuwa na amani ya moyo, utendaji wetu wa kazi utakuwa ni mdogo. Hakuna asiyejua hili. Naomba niseme yote tuliyosema tumeyapokea.